maiki ya ukumbini. Kwa maana watu walio kanisani hawasikii, tunaomba ilete ili tuunganishe. Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu Julius Thaddeus Ruwa'ichi, Mheshimiwa Baba Paroko Father Stefano Kaombe, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Ilala kwa niaba ya Mkuu wa Mkoa ndugu yetu Edward Mpogoro, waheshimiwa mapadre, wageni waalikwa, kamati tendaji ya halmashauri ya walei Kitunda, kamati tendaji za halmashauri za walei katika parokia 13 kwa maana ya parokia 11 na 2 teule za dekania ya Ukonga, mlioko hapa, waamini wote, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kristo tumaini letu. Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu, awali ya yote, kwa niaba ya halmashauri ya walei parokia, ninapenda kukaribisha tena katika parokia yetu ya Roho Mtakatifu Kitunda. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna alivyotuwezesha kujenga ukumbi huu unaozinduliwa leo. Aidha, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kukushukuru wewe binafsi na ofisi yako kwa kibali chako, ufuatiliaji, usimamizi wako ambao ni nzuri na maombezi yako vilivyotuwezesha kujenga ukumbi huu kwa kiwango hiki unachokiona. Naomba pia niweze kuwashukuru sana waamini wote, marafiki wote wa parokia yetu ya Roho Mtakatifu Kitunda, watu wote wenye mapenzi mema ambao walishiriki katika kuchangia na kutoa michango ya hali na mali kufanikia ujenzi wa ukumbi huu. Mungu awabariki sana. Malengo ya ukumbi huu. Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu, lengo kuu la ujenzi wa ukumbi huu ni kuimarisha huduma za kikanisa, hasa mafundisho ya katekesi, malezi ya watoto wetu. Tulikaa na Baba Paroko tukasema imefika mahala watoto wanalelewa mitaani, wanalelewa kwenye mitandao. Tukasema tuweke jengo ambalo watoto badala ya kucheza mitaani waje kucheza kanisani. Ukumbi huu ni hatua ya awali kabisa kuelekea katika mafundisho matakatifu yatayofanya watoto wetu wakuwe na siha njema katika imani na makuzi mema kiroho. Hata hivyo, kwa namna ulivyohudumiwa na kujengwa, parokia itakuwa inatoa huduma muhimu za kijamii, kikanisa, na hasa vikao na mikutano mbalimbali ya kanisa, sherehe mbalimbali kwa kadri ya miongozo ya kanisa na sheria za nchi. Gharama za ujenzi. Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu, ukumbi huu wa parokia ambao umepewa jina la ukumbi wa Baba Askofu Mkuu Ruwa'ichi unao uwezo wa kuhudumia watu 800 mpaka 900 kwa wakati mmoja wakiwa wamekaa kwa mara moja. Ukumbi huu ulianza kujengwa mnamo mwezi Aprili mwaka 2024 na hadi sasa umejengwa kwa gharama ya shilingi milioni 697 milioni laki 4 na shilingi 187. Awali ilikuwa tumepanga kujenga ukumbi wa watu 450 kwa kukaa, na ilipangwa kwamba tungeujenga kwa gharama ya shilingi milioni 800, ukumbi wa watu 450. Sasa tumejenga ukumbi wa watu 900 kwa shilingi milioni 697 laki 4,187. Maana yake ni nini? Gharama ambayo ilipangwa kujenga ukumbi wa watu 450
tumejenga uwezo mara 2 chini ya gharama iliyokuwa imepangwa. Tunamshukuru sana Injinia Chua aliyechora huu mchoro, lakini hapa nataka kutenda kosa jema na naomba utanilinda baba askofu. Baba paroko wetu hapendi kusifiwa. Sasa naomba nifanye kosa la kumsifia hapa. Kwa maana kwamba kama ni saa 3 asubuhi anasema subiri kidogo tutakutana saa 5. Anapanda bodaboda, anakwenda Kariakoo. Anasema ile baki inauzwa shilingi 800. Kumsifia Yesu Kristo. Kwa kweli baba paroko nisamee, nimezuia nisifanye hivyo, lakini nimeomba nifanye kosa zuri. Kwa kiasi kubwa ujenzi ulitegemea sana michango ya waamini, wadau na marafiki wa kanisa, na gharama nyingine zilitoka kwenye mfuko wa parokia. Hitimisho. Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu, hadi sasa ujenzi wa ukumbi huu umefikia 95%. Awali ilikuwa hatukuweka gharama za kufanya paving nje, kwa maana ya kutengeneza sehemu tulipokanyaga walipo waamini. Sasa tumefanya extension. Mtaalamu ametuletea mchoro ambao utabadilisha kutoka kwenye kantini ya mabati kujenga kantini ya kisasa ambao St. Joseph watakuwa wanaomba kuja kusalia hapa. Na mtaalamu ametuambia kwamba huo mchoro utachukua shilingi milioni 100. Tutakuwa na amani kwa sababu tutakuwa baada hajafikia shilingi milioni 800 iliyokuwa imetengwa awali. Kwa hiyo tutakamilisha hiyo, lakini pamoja na hayo tunaomba tutoe shukrani za pekee si tu kwa wale waliotoa michango, bali mafundi na wataalamu wanaosali katika kanisa hili. Ukiona vioo, milango, matalazo na huduma nyingine, baadhi ya wataalamu walikuwa wanatupigia gharama halisi za vifaa, ufundi wanasema wametoa zaka. Tuwashukuru sana kwa hilo waliotenda. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhitimisha, nipende kuwaomba waamini wote, wataalamu na wakandarasi tuendelee kushirikiana vema ili kukamilisha kabisa ukumbi huu kwa 100%, na niwakaribishe wote wanaopenda kutumia ukumbi huu kuona uongozi wa parokia kwa faida zaidi. Sasa wakati ninahitimisha, Baba Askofu Mkuu, tukiwa kwenye vikao vya jimbo, kuna malalamiko makubwa sana juu ya UWAKA kulegalega. Baba Askofu Mkuu, na kuhakikishia kwa uchaguzi tuliofanya Kitunda za Mlii, UWAKA imefufuka. UWAKA imefufuka jana, kwa maana kwamba kuwa tukiwa na tukio tunajikuta kwamba tunasuasua sana. Na juzi jioni tu wakasema tunatafuta mbuzi wa Baba Askofu Mkuu. UWAKA wakasema msigofu. Kufikia jioni mbuzi alikwisha fungwa kamba. Baba, tunakushukuru sana. Lakini sio UWAKA tu. WAWATA sasa ni mwendo mdundo. Hapa kanisani parokia ya Mtakatifu Kitunda katika jimbo kuu la Dar es Salaam yenye parokia 182. Kwa hakika tukiangalia mwenendo wetu tuko katika parokia 10 bora. Na kuhakikishia Baba Askofu Mkuu, tunalenga tuwe katika parokia 5 bora. Tunayo kwaya iliyochangamka, tunao WAWATA waliochangamka, tunao masista waliochangamka, tunao WAWATA waliochangamka, na kubwa kabisa tunaye paroka aliyechangamka. Tutoshe tukuombe ukate utepe, na baada ya kukata utepe utuwekee jiwe la msingi kwa uzinduzi, lakini uingie ndani. Humo ndani ukiingia Baba usiogope. Pana ubaridi wa kutosha. Baba, pana ubaridi wa kutosha.